Kwa jina naitwa MC Mwita. MCPP na mimi tunaweza tukasema tumetoka kwenye chungu kimoja. Tumeanza fani tukiwa raundi miaka 2004. Taarifa ya jambo hili nilipata saa 10:50. Nilikuwa nyumbani najiandaa kwenda kwenye vikao. Unajua leo Jumapili vikao vya majukumu yetu viko vingi. Nilipewa taarifa na mdogo wangu alikuwa yuko Dar, naambia bwana kuna 1 2 3 fulani na fulani wako mochwali. Kwa hiyo nikaamua kuwapigia wale, nikathibitisha hilo. Kwa hiyo nikafikia mochwali. Mochwali tukaomba kwa ili muone. Kwa hiyo nilimuona. Amelala mtoto wetu. Amelala. Hatujui kilichompata kwa sababu alikuwa na majukumu siku ya leo hapa Dodoma. Kwa hatujui chochote kilichompata. Na imani vyombo vya usalama vitafanya kazi yake na tutapata kujua tatizo lilikuwa ni nini. Lakini pale wetu amelala. Tukaamua sasa tufanyaje? Hamna cha kufanya chochote. Inauma kwa inauma. Kijana alikuwa na ndoto nyingi, tumeona pika zake za kisiasa. Tumeona ni sasa amerecover. Tulifurahi alivyorecover kwa kweli. Lakini sasa ndio hivyo. Kazi ya Mungu ina makosa. Tuendelee kujiombea sisi tuliobaki na tumuombee pia naye. Ni kitu gani hasa ambacho wewe kama mkazi wa Dodoma utakikumbuka zaidi kwa marehemu? Mimi Pilipili ni mtu ambaye alikuwa amesubutu. Hakuwa mtu muoga. Kuna mtu anaacha ualimu, anaingia kwenye fani ya kuchekesha na akaona kabisa kwamba mimi nitatokea huko. Alikuwa ni kijana ambaye ameanza tukiwa wadogo sana. Kwa hiyo mtu alianza kuwa mdogo. Amewabeba watu wengi sana kwenye fikra za kujitambua. Majina yangu naitwa MC Johnson Peter Kimamo. Natoka ofisi ya Get Together Event ambayo iko hapa Dodoma maeneo Plaza. Kweli mimi ni jirani kwanza wa familia hii ya MCPP. Na nimepokea kwa mshtuko mkubwa taarifa hizi za mlo wetu MCPP sababu imekuwa ghafla sana. Lakini licha ya kuwa ghafla sana, tunasema sisi ni familia, majirani kutoka hapa. Na MCPP kweli amekuwa mmoja wangu kwa habari ya kazi ya urusi. Namkumbuka kwa mengi sana. Na juzi kati hapa tulikuwa tuna Pilipili Foundation maeneo ya Miuji pale. Kulikuwa na msiba wa binti ambaye alikuwa anamlea MCPP. Hapa ameniita kwa ajili ya kazi pale, mara ya mwisho tumeona naye kazi. Kweli amenitia moyo pia kwenye kazi hii ya MC, amekuwa supported kubwa sana na mimi. Kweli msiba wake nimepokea kwa mahuzuniko makubwa, lakini nimepokea msiba huu kwa namna moja ama nyingine kwa masikitiko makubwa sana kwa kifo cha mpendwa wetu. Naomba tu Watanzania kwa hivi sasa tuendelee kumwombea, tuendelee kuombea familia, lakini pia tuombee roho ya marehemu ipumzike kwa amani. Hatuna la kusema kimsingi, tuko hapa majirani, tuko ndugu hapa, tunaendelea kuomboleza jambo hili. Tanzania tu wavumilivu katika jambo hili, tumwombe Mungu kama msaada wa kwanza na wa karibu katika jambo hili. Tuko pamoja na Watanzania wote kuhakikisha kwamba jambo hili tutafikia mwisho. Sawa, ni shughuli ngapi ambazo umeshiriki ambazo alikupatia yeye kama MC? Moja ya kazi ambayo nimeshiriki naye, tukio kubwa ambalo sitolisahau la MCPP ambalo nilihusika moja kwa moja ni kwenye tukio la msiba wa mama yake MCPP. Ulikuwa kama nani? Nilikuwa kama MC. Nilikuwa MC katika tukio la mama yake MCPP. Nilikuwa MC tangu msiba ulipotokea mpaka walileta mwili wa mama yake hapa nyumbani, kufanya mapokezi, lakini pia kuhakikisha shughuli zote za hapa kuendelea nilikuwa naziratibu kama MC hapa. Na kipindi hicho nakumbuka nilikuwa sijulikani sana kama ninavyojulikana kwa sasa. Kwa kazi yangu ilikuwa bado iko, lakini alimtia moyo kaka yangu alimtia moyo kuniambia uko vizuri, kaza mwendo utafika, uko vizuri. Kuaminika katika tukio lile la kuanza shughuli ya MC mama yake MCPP, kweli ilinipa ujasiri na kusonga mbele kwa kauli yake sana kwamba songa mbele unaweza.
kazi nzuri. Kwa hiyo nitamkumbuka kwenye hilo, nitamkumbuka sana kwenye hilo, kwanza kuniamini, kusimamia tukio la mama yake kama MC, lakini pia nitamkumbuka kwa mengi ambayo alikuwa mshauri wangu karibu sana kwenye tukio mbalimbali ambayo ilikuwa tukishauriana naye kwa habari ya kazi. Mimi kwa majina naitwa MC Pelenyo, ni MC wa shughuli zote. First time mimi nafahamu ndugu yangu MC Pilipili, ilikuwa ni harakati za kujitafuta. So kwenye harakati za kujitafuta, mmoja ya mtu ambaye alini inspire sana kufanya hii kazi ya MC ni MC Pilipili, na amekuwa akinipa ushirikiano mkubwa sana kwenye kujitafuta kwenye harakati zangu. Nitakumbuka kitu kimoja tu ambacho yeye aliniambia, ambacho kinaendelea kuishi kwenye maisha yangu kila siku. Moja kitu ambacho alishawahi kuniambia MC Pilipili ni pamoja na mdogo wangu, usijali wewe una followers wangapi, usijali una watu wangapi wanakufuatilia, wewe post tu, kuna siku utakuja kukuta kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji, au utakuja kufanya kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji. So mimi nilipopata hizi taarifa za MC Pilipili, nilikuwa nataka nitoke, lakini nilishindwa kutoka nyumbani. Kwa hiyo imenichukua kama masaa matatu hivi kuamini kwamba ndugu yangu ametangulia. Lakini kubwa zaidi ni kwamba MC Pilipili kwangu ndio alikuwa kama role model, na kumbuka nilisha kumdm sana, na kumbuka nilisha kumsumbua sana, lakini akawa ni msikivu, akawa ni mwelewa. Nakumbuka akanikutanisha na watu, alinikutanisha na Eriki wangu pamoja na Boss Ngasa, akaniambia kukutana na hawa watu watakusaidia. Nikakutana nao na wakanipa njia sahihi za kufanya. So hakuwa role model wangu tu kwenye upande wa MC, lakini pia hata kwenye upande wa uchekeshaji. Ni mtu ambaye nilikuwa nikimfuatilia sana, na ni mtu ambaye amekuwa akini-inspire sana. Kwa hiyo taarifa za msiba wake kikweli tunashindwa kuzungumza zaidi kwa sababu ya the way ninavyofeel, lakini tunasema Mungu amechukua kilicho chake, amechukua kilicho chake. Kwa sisi kazi yetu kubwa ni kumtukuza yeye. Ni msiba mzito, ni msiba wa taifa, ni msiba ambao unaumiza watu wengi, hasa sisi wana Dodoma ambaye tulikuwa tunamfahamu MC Pilipili, tunamjua vizuri karibu, na sisi wengine ambao tulikuwa tumetokea kwake. Kwa hiyo binafsi mpaka tupo hapa nyumbani sasa hivi tunaumia. Kuna vitu ambavyo tunashindwa kuvielezea, lakini so far tunaumia sana.